Lakini Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa kama nabii. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Kimgongo TV na mimi ni Olivia Moses. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kama nabii kufuatia maono yake ya utekelezaji wa mradi wa matanki ya kuhifadhi mafuta katika bandari ya Dar es Salaam kabla ya misukosuko ya kisiasa na kiuchumi kama inavyoshuhudiwa kwa sasa, mgogoro baina ya Marekani na washirika wake dhidi ya Iran. Chalamila ametoa kauli hiyo wakati Rais Samia akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa matanki ya kupokea na kuhifadhi mafuta katika bandari ya Dar es Salaam eneo la Kigamboni tarehe 3 Machi 2026. Chalamila amesema wakati dunia ikishuhudia mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran, hali inayotikisa masoko ya kimataifa ya nishati na kuongeza hofu ya kupanda kwa bei ya mafuta, Tanzania imeanza kujijengea kinga kupitia uwekezaji katika miundombinu ya kimkakati ya kuhifadhi mafuta. Kwa mujibu wa Chalamila, taifa lisipokuwa na maghala au matanki ya kimkakati yanayomilikiwa na serikali, taifa linaweza kupooza pindi majanga au misukosuko ya kimataifa inapotokea. Aidha, Chalamila amesema kuwa mwananchi wa kawaida anaweza kuona kama miradi hiyo haimuhusu moja kwa moja, lakini akasisitiza kuwa miradi hiyo ni nguzo muhimu ya usalama wa taifa na ustawi wa uchumi. Mheshimiwa Rais, unapotekeleza miradi kama hii, ni rahisi sana kwa mwananchi wa kawaida anaweza kahisi mradi huu sio wa watu. Nikisema mradi huu sio wa watu, ile concept kwa Kiingereza inayoitwa development of the people, for the people, by the people, mtu wa kawaida akiangalia anaweza kadhani mradi huu haumhusu yeye. Lakini Mheshimiwa Rais, wewe umekuwa kama nabii kwa yale ambayo leo yanaendelea huko duniani. Now you can imagine kwamba taifa liwe halina kabisa maghala yanayomilikiwa na serikali. Kitakapotokea cha kutokea means taifa linaweza likaparalyze kwa sababu halina kabisa hata hifadhi ya mafuta. Kwa Mheshimiwa Rais, kwa dhati naomba wananchi tumpigie makofi kwa ndoto hizi ambazo leo zinatimizwa hapa kwetu Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, leo Dar es Salaam tuna maghala 22 tu yanayomilikiwa na watu binafsi na ambayo yanatunza mafuta yenye ujazo wa cubic mita milioni 1,346,627. Ujazo wa lita hizi maana yake Mheshimiwa Rais unaongeza kwenda mpaka kwenye ujazo wa lita karibu milioni 1,600,000. Kwa sababu sisi Dar es Salaam tuna maghala 22, wenzetu Mtwara wanayo karibu 3, wenzetu Tanga wanalo 1, jumla ya tunayo karibu 26 kwa maana ya Tanzania. Lakini hapa Dar es Salaam tumekuwa pia na wadau wakubwa, na kwa mantikio kwa dhati na kwa uwakilishi wa wananchi wenzangu wa mkoa huu tunasema asante sana kwa mradi huu ambao utakwenda kuwa mkombozi. Naomba tuongeze tena makofi mengi sana. Mwananchi wa kawaida anapoyaona matenki, siasa za huku nje, kwa mtu asiye na elimu nzuri anasema haya sio maendeleo yetu. Lakini ukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais, mtu anayetoka Kibada, anayetoka Mwasonga, anayetoka Kidagaa au anayetoka mpaka kule Pemba Mnazi anawezaje kufika stendi ya Magufuli kama gari likiwa lina mafuta? Ambulance ya kumbeba mama mjamzito au mtu yote kawaida kutoka huko Kigamboni ya mbali inawezaje kufika hospitali ya Temeke? Unachokifanya hapa ni kuconnect mkoa wetu ili uwe na hifadhi kubwa ya mafuta, kuweza kusave mahitaji ya ndani na mahitaji ya nje. Leo Dar es Salaam inahudumia nchi mbalimbali ambazo zamani tulikuwa tunaita land-locked countries. Lakini leo sio land-locked tena, ni land-linked with other means of transportation. Sio land-locked. Lakini sisi leo tunahudumia bandari, tunahudumia Zambia, tunahudumia Malawi, tunahudumia Kongo. Kwa hiyo hiki unachokifanya Mheshimiwa Rais kinaendelea kuutanua mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sasa changamoto iliyoibuka Mheshimiwa Rais baada ya kuboresha sana bandari ya Dar es Salaam ni kitu gani? Na ambacho ndio wananchi wengi wanapigia kelele. Foleni Mheshimiwa Rais imekuwa kwa kiasi kikubwa. Sasa kukua kwa foleni ni matokeo mazuri ya uwekezaji ulioufanya ndani ya bandari ya Dar es Salaam. Sasa je, tunaacha kama ilivyo ili baki kuwa tatizo? Na ukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais, sisi kama viongozi tusipotatua tatizo linajibadili kuwa kiongozi na kiongozi ndio anakuwa tatizo.
Mheshimiwa Rais, tumekaa na wenzetu wa bandari, tumekwisha propose njia nzuri za kuhakikisha kwamba tuna unlock tatizo la foleni katika mkoa wetu, na very soon Mheshimiwa Rais, hilo halitakuwa tatizo kwa namna tulivyojipanga. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wingi wa habari hizi na nyingine nyingi, tembelea hapa Mgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.